Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana ndugu wanahabari wa mkoa wetu. Najua mko vyombo mbalimbali, lakini nimewaita tu kwa nia moja kubwa ya kupenda zaidi kuwashirikisha mawazo yangu na nyinyi kama waandishi wa habari mlioko katika mkoa wetu wa Mara, ambamo kanisa Katoliki, jimbo Katoliki la Mara limo ndani ya mkoa huu. Nina mambo machache ya kuwashirikisha kwa nia njema ya kuimarisha mahusiano yetu kama waandishi wa habari, mahusiano na raia. Lakini mnapoandika habari, mnaandika pia vyombo vingine vinahusika ndani. Lengo langu ilikuwa ni kutengeneza mazingira ambayo yatatusaidia baadaye katika mahusiano haya. Naitwa Askofu Mikaeli Msonganzila wa jimbo Katoliki la Msoma, na niko askofu sasa. Huu ni mwaka wangu wa 18 tangu niwe askofu. Mambo mengi yametendeka na vyombo vya habari vimehusika katika kuyatangaza, kuyatetea, kuyaeneza na ndio furaha yetu tunapopata vitu vinavyotujulisha taarifa mbalimbali kwa ajili pia ya ustawi wa wananchi wote. Wiki iliyopita tulikuwa na matukio mawili ya pekee sana. Tukio la kwanza lilikuwa ni tarehe 6. Hiyo ilikuwa ni Ijumaa, ambapo akina mama wa Kristo walifanya maandamano mazuri tu, na kila mwaka wanafanya maandamano hayo, na kwa kweli wanafanya maandamano wakiwa na kauli mbiu yao. Kwa mwaka huu hawa akina mama wana dhehebu ya Kikristo ambayo sisi tunayaunganisha tu katika hivi vivuli viwili, CCT pamoja na TEC. Mwaka huu katika manispaa ya Msoma walikutana na kusali pamoja, na lengo lao kimsingi ilikuwa ni kushirikiana na kushirikishana mambo yanavyoonekana katika ulimwengu unaowazunguka. Na kwa namna ya pekee sana walikutana ili kuungana mkono na akina mama wanaohangaika sana na wanashiriki mateso makali. Na kauli mbiu yao ilikuwa ni hii: ni kutoka mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo yanayopatikana katika Injili ya Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 hadi 30.
njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kwa hiyo walifanya maandamano, na tunashukuru Mungu kwamba walisindikizwa na vyombo vya ulinzi, polisi, na wakasindikiza mpaka wakafikisha hapo walipokuwa wamedhamiria kufika, ambapo ni kanisa kuu la Kanisa Katoliki Cathedral, kanisa kuu la jimbo la Msoma, ndipo hapo, na walipokelewa na padri mhudumu wa hapo. Hilo hatuna shida nalo, kwa sababu niliungwa mkono na waandishi wa habari, mlishiriki vizuri sana katika kulisambaza katika vyombo vingi vya habari. Hilo likapita. Likaja la pili, tarehe 8, siku inayojulikana rasmi kuwa ni siku ya kina mama, na bahati nzuri siku hii imekuwa ni Jumapili, na watu wameenda kusali kwenye makanisa. Na yamekuwepo makundi mbalimbali, kama sikosei kimkoa, siku ya kina mama iliadhimishiwa nadhani wilaya ya Serengeti, Mgumu, na huko pia mlikuweko na habari mmezisambaza vizuri sana. Lakini kumbe kwa mbali inaonekana chama Chadema kilijipanga kuadhimisha siku hiyo katika manispaa ya Msoma, na inawezekana walitoa taarifa katika vyombo vinavyohusika, lakini kanisa kama kanisa tuliombwa tutoe nafasi, na tulipoombwa kutoa nafasi, waandamizi wangu walihusika, wakajibu barua kwamba tunaruhusu mtafika, mtafanyia mijadala yenu na kongamano lenu katika viwanja vinaitwa viwanja vya Matumaini, na baadaye ukumbi wa Askofu John Rudi. Mawasiliano haya ni ya kawaida kabisa, ni mawasiliano ya kiutawala. Sasa kwa bahati mbaya hatukujua kama hawa watu wamezuiliwa wasifanye maandamano, nadhani mahali popote Tanzania. Ninasema hatukujua, na kutokujua hakutuepushi katika makosa. Waandamizi wangu walipokea taarifa kutoka jeshi la polisi hapa manispaa, wakimpigia simu huyo mwandamizi wangu akisema, tumesikia mmeruhusu au mmetoa kibali kwa akina mama wa Chadema BAWACHA. Yule msaidizi wangu akajibu, ni kweli wametuandikia barua na tumewajibu. Basi huyo mhusika, sijui kama ni msemaji wa polisi ama ndiye mkuu wa polisi katika manispaa ile, akasema hatuwaruhusu wafanye vikao vyao, wafanye maandamano yao, wafanye majadiliano yao, wakataze. Mimi nilikuwepo wakati wanaongea, nasema sio kwamba tuwakataze sisi polisi, nyinyi ndio muwaandikie barua, kwa sababu mliwaandikia barua ya kuwaruhusu. Yule akaniuliza, baba, tufanye nini? Nasema fuata maagizo, kuandika barua sio shida, kwa sababu unaweza ukaandika tu barua, nimeelekezwa na jeshi la polisi kwamba mkutano wenu hapa sio halali, kwa hiyo tunasitisha. Kwa hiyo nikamwambia, andika, lakini tupeleke kopi ya polisi. Kwa hiyo huyo msaidizi wangu akaandika hiyo, akiwaandikia sasa hawa BAWACHA, kwa sababu zilizo nje ya uwezo wetu, basi tunasitisha hicho kibali tulichokuwa tumewapatia. Lakini kabla ya hapo yalikuwepo majibizano sio rafiki kutoka kwa huyo msemaji wa polisi, walipokuwa wanabishana kwamba, lakini sasa si nyinyi muandike. Anasema, baba padri, nakwambia usipoandika sisi tutalala hapo hapo, na madhara yoyote yakitokea shauri yenu.
He seriously strike sana. Kasema kwa nini tutangulize madhara zaidi wakati kuna uwezekano tu mambo yakaisha bila madhara? Basi na kweli barua iliandikwa na tukaagiza ipelekwe polisi na ilipelekwa. Sasa ni wale waliokataa wasiwaandikie hawa watu barua kwamba hawaruhusiwi kufanya mikutano au kongamano mahali popote. Ni hao walipoipiga muhuri wakaisambaza kwenye vyombo vya habari. Hapa tena nikawa na administrative crisis kichwani mwangu. Ulikuwa umekataa usiandike barua wewe kama mhusika, sasa umepokea na tumeileta kama kopi kwenu, na original tulipeleka kwa BAWACHA, na sasa wewe unasambaza kopi. Yaani tukasema kila tukio ni shule na kozi. Jumapili imefika, hawa BAWACHA bila sisi kufahamu kikanisa kama wamekuja pale kanisani. Kanisa langu kubwa hapo. Kwa hiyo waliingia na wameingia kanisani, na ninadhani walisensi kwamba tunatafutwa, tunafuatiliwa, kwa sababu simulizi nilizo na uhakika nazo ni kwamba hawakuingia na mavazi ya Chadema kwenye eneo la kanisa, lakini wameingia wakaenda ufichoni mahali fulani wakavaa sasa nguo za Chadema na baadaye wakaingia kanisani na wameshiriki ibada vizuri tu. Tuna kanuni moja, haturuhusu sana mambo ya siasa yafanyike kanisani, lakini pia wakati mwingine tunaongozwa na busara na hekima ya hali ya juu. Aliongoza ibada siku ile hakusema kabisa kwamba nyinyi mliovaa nguo za Chadema ondokeni hapo. Hapana, hakusema. Na baadaye nilipomuuliza akasema mimi sikuwa naona vizuri, niliamini ni chama fulani cha kitume, kwa sababu tuna vyama vya kitume ndani ya kanisa Katoliki. Tuna WAWATA wanavaa nguo zao za WAWATA, halafu tuna UWAKA na wenyewe wana nguo zao, tuna Moyo Mtakatifu wa Yesu wana nguo zao, tuna VIWAWA. Kwa hiyo kumbe yeye alipoona wameingia alijua tu ni waumini katika harakati za chama cha kitume. Alishangaa tu sasa baada ya misa wametoka, halafu ghafla wanakutana na mwandishi wa habari ambaye sasa alianza kuwahoji hapo. Na bahati nzuri baadhi ya viongozi walei wa parokia wakaona hiki sio kitu cha kawaida, wakamfuata baba paroko. Baba, njoo hapo tusaidie. Na kweli baba alienda kwa hekima ile na busara, akaongea nao na akawaambia hapa sio mahali pake pa kufanyiwa interview, kwa sababu sisi kimsingi hatuna chama chochote. Sisi waumini wetu ni waumini wa vyama mbalimbali, lakini inapotokea katika haja ya kutoa hoja, tuliamini kwamba hoja au malalamiko yoyote yale yanayohusu kisiasa au namna gani yangefanyika kwenye ofisi ambayo ni ya Chadema ama ofisi ya BAWACHA. Kwa hiyo padri akazuia, msifanyie hapa mkutano wala mahojiano, hapana. Kwa hiyo mimi nikawa nahangaika pia, huyu mwandishi anapatikanaje? Aliandaliwa, alijua kwamba kuna BAWACHA ndani huko, alikuja kukava nini na kwa nini akave mambo haya katika eneo la kanisa Katoliki? Mimi nikawa na wasiwasi sana. Na wasiwasi, ndugu zangu waandishi wa habari, ni sehemu ya maisha yetu. Nikasema hapa ni mikakati gani? Sio kwamba labda ni mikakati ambayo inaandaliwa kutaka kuchanganya, kukorofisha kanisa Katoliki jimbo la Musoma na viongozi wa vyama mbalimbali vya kisiasa na hata na serikali. Mimi nikashawishika nikasema hili nilirekebisha, kwa sababu limetoka kwenye vyombo vya habari.
Hapana, hatukuwa na lengo sisi la kuwapokea BAWACHA. Hapana, wameingia kanisani tukiamini wakiwa ni waamini wa Kristo wa Katoliki, na kama ni mafundisho wameyapata ya msingi ya kujenga katika Jumapili ya tatu ya hiki kipindi cha Kwaresima tunachokidai sana, kutafakari juu ya neno la Mungu, uzima wa milele, mwenye maji ya uzima alionayo Bwana wetu Yesu Kristo. Sisi tuliamini kwamba ni hicho ambacho wamekipokea. Kwa hiyo nilishtuka mimi kuona watu wanatoka kanisani na kuanza kuhojiwa na mwandishi wa habari straight. Sasa waliwaandaa waje kuwahoji katika kanisa, na ni kwa nini? Na tunajua kanisa Katoliki limeingia maneno mengi kisiasa na serikali. Kila unapofungua tunaona tu kanisa Katoliki, sijui nani amesema nini. Tunaweza tukawa vyombo vya habari, tunaweza tukachangia migogoro ya ajabu kabisa kisiasa. Ni vizuri tukawa waangalifu, tusikubali wakati mwingine kutumiwa ovyo ovyo. Na mimi ningeshauri katika mazingira haya tuliache kanisa liendelee na utume wake, ambao utume wake kimsingi unagusa nyanja zote za maisha. Unagusa imani, unagusa siasa, unagusa maadili, unagusa nidhamu, unagusa afya, unagusa. Na ndio huyo Bwana wetu Yesu Kristo hakuacha hata kipengele kimoja katika mafundisho yake. Ndicho hicho tunachotaka kukifundisha. Kwa hiyo mimi nilitamani kusema waziwazi kwamba tuangalie tunapotoa taarifa na tunapotafuta nafasi ya habari, tusiingie katika ukoo wa uchonganishi na taasisi zilizopo, ambazo lengo la taasisi zetu ni kumtetea mtu, ni kumwendeleza mtu, ni kujenga amani, ni kulinda utulivu, ni kutetea na kulinda utulivu, amani na mshikamano. Haya ndiyo mambo ambayo vyombo vya habari vikihusika vitatusaidia sana. Visipohusika, tutapata mang'amzi kama yaliyopatikana hata Rwanda, Burundi. Vyombo vya habari vilihusika hata kueneza chuki. No, mimi naomba tujipange vizuri, tusihusike katika kuleta mgogoro na uchochezi wowote, na tuwe tayari hata kusema jamani, hebu twendeni tukawahoji katika eneo lenu, ofisi yenu, nyumba yenu, sijui taasisi yenu. Tuliache kanisa libaki neutral katika mafundisho yake, katika nidhamu yake, katika kutetea haki na amani, na katika kuwa chombo cha upatanishi. Kwa bahati mbaya sana, hawa akina mama walijieleza wenyewe hapo, nadhani kwa baba paroko aliyekuwepo, alipoambia nendeni, ondokeni, wakasema kuna polisi wamejificha huko wanatutafuta. Sema lakini wawatafute kwa nini? Nyinyi ondokeni tu. Sasa katika harakati za kuondoka hivyo, mimi sijui ni kitu gani kilisababisha polisi waanze kutupa mabomu ya machozi. Sasa labda nyinyi waandishi wa habari mnaweza kuwa mnafahamu zaidi kwa nini mabomu haya yalitupwa ndani ya eneo ambalo ninaliita ni eneo la jimbo, makao makuu, kanisa kuu, jimbo Katoliki. Waliotupiwa ni hawa akina mama, lakini walioathirika sio akina mama wa BAWACHA. Hapana, walikuwa watoto wadogo wanatoka kanisani na wengine wanaingia kanisani. Walikuwepo mabibi wazee wanatoka kanisani na wengine wanaenda kanisani misa ya pili. Ninahangaishwa kidogo na mwelekeo wa jeshi la polisi. Ninahangaika sana. Ni lazima kutumia nguvu kiasi hicho cha mabomu kuwatawanya akina mama ambao hata hawakuwa na silaha yoyote? Ninahangaika na kusema
Ni kweli ndilo jeshi la polisi, misimamo yake ni hiyo hiyo. Tumejeruhiwa, tuna majeruhi, tumetoka kwenye majeruhi ya tarehe 29 Oktoba. Watu hatujapona, tunaanza kuleta tena vidonda kwenye majeraha. Hapana, nadhani ifikie wakati tupate mabadiliko ndani ya jeshi la polisi. Ni wazo langu kabisa, na kama ninahukumiwa nihukumiwe kama mimi. Hakuna sababu ya kutumia nguvu ya kurusha mabomu ya machozi katika eneo la ibada kanisani, hata kama ingekuwa ni msikitini, wakati hawa watu hawakufanya fujo yoyote na hawakuwa na silaha yoyote. Wajibu wao polisi ni kulinda amani na mali ya vitu, ni kutetea amani na mali ya vitu, lakini ni kuilinda na kuieneza amani. Lakini nikaelewa sentensi ya huyo mhusika aliyesema, msipowaandikia barua tutalala hapa na tutalala na nyinyi. Ni lugha ya kutisha tu. Wakati wewe tunataka kujenga grupu la polisi jamii ambayo haipokeleki katika kutishwa, inapokeleka katika maongezi, katika majadiliano na kutumia njia ya amani ili kuleta amani. Amani haijengwi kwa mtutu wa bunduki tu. Mimi pia nimeenda jeshi 1970 ya jeshi la kujenga 20 Januari 1970 tupo 1978. Miezi 6 ya kwanza nilikaa Makutupora, miezi 6 ya mwishoni nilikaa Chamwino nikishiriki ujenzi wa Ikulu iliyopo sasa iliyosimama mwaka 77. Bado nilikuwa hajazaliwa na wengine pia. Unaona, operation yangu ya JKT iliitwa Operation Tujisahihishe, na tulikuwa na mwalimu wa siasa jeshini alitufundisha hivi. Operation hii inaitwa Operation Tujisahihishe kwa malengo makuu matatu. La kwanza, tutambue kasoro za tano ni zipi, na pili, tutambue kasoro za ASP ni zipi na zimejitokeza tangu tupate uhuru na muungano. CCM inakuja kama chama kipya. Operation yetu inaitwa Tujisahihishe, ili kuyaacha yale ya tano na ya ASP na kuchukua yale mazuri. Kwa hiyo tunaanza kitu kipya. Mimi nadhani hata jeshi la polisi lina nafasi ya kujisahihisha, lisitumike tu kwa njia ya kulinda amani kwa njia ya fujo. Halafu napiga mabomu, unaopiga mabomu ni akina mama. Ningekuwa mimi ni polisi siku hiyo, ningenunua kanga, ningenunua vitenge na ningewachapa tu akina mama kwa vitenge kanga hizo. Chapa tu bwana mama, mwambie ondoka, achukua zawadi yako hiyo. Hawakuwa na silaha hawa watu. Kwa nini tutumie nguvu za ziada hizo? Mimi naamini nafasi tuna nafasi pia hata ya kuandika ya kuongeza uwigo ndani ya polisi. Sina uhakika, sijui structure iliyomo ndani ya polisi, lakini sasa ni muda mwafaka wa kuwatafuta hata philosophers wa jeshi la polisi, sociologist wa jeshi la polisi, anthropologist wa jeshi la polisi. Jeshi letu politicize, tuliingizie siasa likomae. Kupiga watu namna hii sio dalili ya ukomavu. Na mimi haya yote nayafikiria kama ni majeraha tuliyoyapata, hatujapona. Hiyo tarehe 29 hatujapona, tuna majeraha, na waliojeruhiwa ni wengi. Ni sisi tuondokane na mazingira haya ya nguvu kila wakati.
na mbaya zaidi unatumia nguvu katika eneo la ibada, na eneo la ibada ni pana, halifungi tu na ule ukuta. Mimi eneo la ibada linaenda mpaka kwenye barabara hiyo ya rami. Sasa mimi kwa kitendo hiki kweli ninalaani. Sio kitendo kinachopaswa kupokelewa na mtu yeyote mwenye busara, akili na hekima. Tunahitaji katika mazingira yetu, tunahitaji kuwa watu waliojiongeza kujenga amani. Tuwe na watu wa namna hiyo, na daima tutumie zaidi hata hekima na busara katika kutii amri. Katika kutii amri, mimi sidhani kama polisi yeyote anaweza akaambiwa ua na akamwona mama yake pale akasema nimeambiwa kuua na kuua mama. Haiwezekani. Kuna linki kubwa sana kati ya wewe na mama yako na baba yako na mtoto wako. Lakini mazingira tunayokuwa nayo, tunatengeneza mazingira ya kuogopa. Kwa hiyo tendo hili mimi la polisi kutumia nguvu katika eneo la kanisa kuu jimbo la Musoma ninalilaani. Na mnaweza mkasema laana ya kuku haimfikii mwewe. Mimi najua haimfikii kweli mwewe, lakini itamfikia tu siku moja, kwa sababu ninaongea nikiamini kabisa kwamba tendo hilo sio la haki, tendo hilo sio la kibinadamu, tendo hilo sio la kiutu, na tendo hilo sio la ukomavu. Ni tendo la unyanyasaji na ni tendo la kikatili, na polisi hapashi kuwa mkatili. Ilikuwa ni zamani. Sasa hivi polisi yeyote anapaswa kuwa ni mtu wa karibu sana na raia anaowaongoza. Ukijenga uadui na raia, unaalika maadui wengi kuingia katika nchi yako na eneo lako, kwa sababu wale wenye uwezo wa kutoa siri zozote za adui yeyote anayetoka nje umewafanya kuwa adui zako. Ulinzi utatetereka. Kwa hiyo mimi tendo hilo sikubaliani nalo, na nimependa niwaambie nyinyi wanahabari kwamba utaratibu wetu sisi kama kanisa, kimsingi muumini yeyote au kikundi chochote cha kisiasa hakiruhusiwi kuingia kanisani kikiwa kimevaa sare zao. Tunaweza tukaruhusu polisi akaingia amevaa sare, kwa sababu wakati mwingine tunaomba msaada wa ulinzi, lakini kisiasa hapana. Na ni makando kando hayo tumeyapeleka mpaka tukasema, tukafikia mahali tunaamua kwamba tusiruhusu tena watu wa siasa waongee kama kutoa mihadhara ndani ya kanisa wakati wa ibada. Tunajaribu kuepa influence hii. Kwa hiyo mimi ninalaani kitendo hicho, na sisi kama kanisa wote wanachama wa vyama vyote ni abiria wetu wote. Yaani wote ni abiria wangu, mimi ni taxi driver. Wote. Kazi yangu mimi ni kubeba, awe mwanaume, awe mwanamke, awe mnene, awe mwembamba, awe albino, ni mimi kama kiongozi wa kanisa ninawabeba wote hawa. Sasa yanapotokea matukio ya namna hii, waandishi wa habari pia tuwe waangalifu. Tusichomekee humo kwamba labda kanisa Katoliki lilihifadhi BAWACHA. Hatukuwahifadhi sisi, wale wamekuja kama abiria wetu, waamini wetu. Na padri alitumia busara kubwa sana kwamba hatukuona kule kuwa na nguo za BAWACHA kuwa ni kitu cha kung'ang'ania katika misimamo yetu kwamba ondokeni. Ningemshangaa angewaambia, na wala hakusema chochote. Aliwaacha akisema hawa watu bila shaka wamekuja kupata faraja, wamekuja kupata mafundisho ya kina ya kiimani. Na hakuna mahali popote tunapofundisha mafundisho ya kina ya kiimani mtu atoke hapo katika imani hiyo aanze kufanya fujo. Kumbe tukae vizuri, tunapoandika taarifa
tuziandike vizuri kwanza na zisiwe za uchochezi, na ikiwezekana tuombe hata kibali kwamba mimi ninakuja hapa nina maongezi na watu fulani, omba kibali. Kwa sababu ni eneo la kanisa. Hatutaki kuchonganisha au kuchonganishwa na vyombo vya habari. Hatutaki. Na sio kauli yetu, na sio huruka yetu. Huruka yetu ni kutaka kujenga mahusiano mazuri. Sasa tunapoona vyombo vya habari pia vinaandika vitu vingi vinavyohusu kanisa Katoliki na serikali na baadhi ya watu, nadhani ifikie mahali fulani tuyaache tu wakati mwingine. Na mimi nasisitiza tu kwamba nalaani polisi kwa tendo walilolifanya, na ninasikitika waandishi kuwafuata hawa watu katika eneo la kanisa, na ningejua mapema kwamba kuna nani hiyo, na mimi ningewazuia. Lakini pia na polisi wachukue mkondo mzuri. Polisi ni raia wa Tanzania waliojengwa katika uraia wa kweli, na baba wa taifa alijenga polisi inayojulikana kutetea amani, kulinda amani, sio kwa njia ya silaha. Kwa hiyo matendo haya, ndugu zangu, niombe tu kwamba kitendo kile kilichoonyeshwa ninakiangalia kama kinataka kuchonganisha kanisa pengine na serikali, wakati sisi sote tunategemeana, wote tunategemeana. Jeshi la polisi linamtegemea raia, raia anamtegemea polisi. Jeshi la polisi linawategemea pia viongozi wa kanisa, viongozi wa imani, na viongozi wa imani wanawategemea pia jeshi la polisi, jeshi la ulinzi, majeshi yote ya usalama. Ni vizuri tuonyeshe kutegemeana, kila mmoja pale alipo na atimize wajibu wake bila kuleta madhara. Labda kama imetumika nguvu ya ziada nyingine ikipambana na wewe polisi. Lakini mimi nimeulizia sana, kuna mama yeyote BAWACHA aliyechukua jiwe akamtupia polisi? Wakasema hapakuwepo. Kuna nini sasa kilichofanyika? Unaona? Kwa hiyo ndio mazingira haya. Nipende sana kuwaomba wanahabari tushiriki tunapotoa habari. Sasa hivi tujikite katika kutangaza habari ambazo kimsingi zisilete utengano, zisilete marumbano ya ajabu ajabu. Tukazanie zaidi kujenga umoja, kutetea amani kwa njia ya amani. Na polisi, jeshi la polisi, mimi ninasisitiza, jipangeni. Tunahitaji kujenga roho ya amani zaidi kuliko roho ya kutumia silaha mahali popote kila mahali. Tumieni hekima na busara na ujuzi wenu na weledi wenu vizuri kabisa, lakini sio kuwasumbua watu na kuwafanya watu waanze kulia ndani ya makanisa tadhani wanamlilia Yesu. Hapana. Na yeye Yesu aliwaambia, jililieni nafsi zenu na watoto wenu. Kwa hiyo mimi nimewaita nikiwa na hilo lengo, kutoa mawazo yangu na kuonyesha msimamo wangu. Nisingependa mahali ambapo lipo kanisa patumike kama mahali pa kuandikia habari za kisiasa. Hapana. Njoni kanisani, andikeni habari zinazohusu kanisa. Lakini zile zinazohusu siasa na nini, nendeni kwenye makao makuu yao au mitaani humu wanapokutanika watu wengi. Lakini pia tuonyeshe heshima kwa watu wote wanaokuja kusali na kumwabudu Mungu. Sio mahali pa kutumia nguvu, mahali pa kutumia mabomu ya kutoa machozi. Chagueni, na ikiwezekana mu-identify watu, muwachukue pembeni. Lakini kupiga mabomu, watoto wadogo wanatoka kanisani, hatujapoa. Bado tuna chuki, bado tuna kiu, bado tuna maumivu. Tumeambiwa tusiongelee. Lakini ni sawa na kumwambia samehe na kusahau. Unaweza ukasamehe, unaweza kusahau, ili unaweza kusamehe. Sasa na sisi
tusiwaingize watu kwenye makovu, tuanze kurudia makosa yale yale ya kuwapiga watu kwa kutumia silaha. No, mimi hiyo sikubaliani nayo. Na jeshi la polisi kwa upande ule, kwa tendo hilo, nina laani. Sasa laana yangu itawafikia, inawezekana ni laana ya kuku, ni laana ya kifaranga, mimi sijui kama itawafikia, lakini ni mwaliko tu kwamba polisi, jipangeni vizuri. Tuna nafasi ya kujirekebisha bila kutumia nguvu za ziada, na haya ndiyo mambo ya msingi. Ninawashukuru kwa kufika kwenu hapa, na niendelee kuwaomba tu. Nyinyi ni muhimili mkubwa sana, hata kama hamtaji rasmi, lakini nyinyi ni muhimili namba 4 katika nchi yoyote. Mkitaka kueleza mambo mazuri, mtayaeleza na watu watayafikia. Mkitaka kuchonganisha, mtachonganisha na watu wataona tumechonganishwa. Mkitaka kutetea, mtatetea na watu wataona tumetetea, hata pale mahali ambapo hatukupashwa kutetea. Na tunaona. Sasa hii yote itupe nguvu ya sisi waandishi wa habari. Ninawashukuru na Mwenyezi Mungu awabariki sana, kwa sababu nyinyi ni wapeleka habari. Na mwandishi wa kwanza duniani, mwandishi wa kwanza kabisa wa habari duniani, niwaambie, Yesu Kristo. Yule ndio alikuwa mwandishi, na mpaka leo habari yake hiyo, ile habari yake inajulikana. Iko neno la Mungu, ni habari kubwa sana, na aliandika kayafikia kila makundi, na pale alipopasha kukaripia alikaripia. Mungu awabariki, asanteni sana. Askofu, mimi na swali kidogo. Ndio. Umesema kanisa la Roma Katoliki haliungani na mambo ya siasa, ila waumini wake ni wanasiasa wa vyama tofauti tofauti. Ndio. Sasa kitendo cha nyie kuruhusu maadhimisho ya Chadema kufanyika katika viwanja vya Matumaini kwa vijana, hamuoni kama kinajicontradict na hicho? Halijicontradict binti yangu. Viwanja vile wanacheza mpira. Tena viwanja vile wanacheza ngumi. Viwanja vile wanafanya riadha huko. Viwanja vile wanakuja makundi mbalimbali wanafanya private studies zao huko. Ukumbi wetu ule unaoitwa wa John Rudi yanakuja makundi mbalimbali. Waislamu wengine wanapofunga ndoa zao wanakuja huko, na madhehebu mengine mengi tu wanakuja. Vile tunavihesabu ni viwanja, mahali ambapo shughuli za kijamii, sio za kiibada, za kijamii zinafanyika. Unaona? Na wakati mwingine hata inapokuwa sisi tunashindwa kufanyia pale watu wengi sana, tunaiomba serikali, tunaomba Chama cha Mapinduzi kinaturuhusu tunafanyia uwanja. Unaona? Tunaingia kwenye chombo ambacho uwanja ule ni uwanja wa kisiasa, si unamilikiwa na CCM, lakini wanaturuhusu. Sasa mimi sitaki hii migongano. Kwa hiyo pale ni kweli kabisa tusingependa, lakini sisi tuliwaruhusu wale, kama vile ambavyo tunaruhusu watu wanakuja wanafanya mazoezi. Unaona? Hata CCM wanasema tunataka tufanye nini, wala hatuna ugomvi wowote. Lakini kwamba waje sasa hapo kanisani wanataka kufanya interview, wafanye nini mara baada ya misa, hapana, nisingeruhusu. Ni hicho tu, ni huo uelewa wangu. Ndio. Wengine labda Najitosheleza. Basi mimi nawashukuru sana. Baba, kwa niaba ya waandishi wa habari, ndio naomba utuombee. Niwaombee? Naam. Haya, asante. Sasa mzile hizi sala sisi